Na mtazamaji, tuna wageni kutoka shirikisho la umoja wa machinga Tanzania. Na kikubwa zaidi kama nilivyokuambia ni kwamba kuna fursa kubwa ambayo nimejiandaa katika kipindi kwa siku ya leo. Sasa leo tutakachokifanya ni kuwapa nafasi zaidi waelezeni kitu gani ambacho nacho, na kimsingi wanatamani sana wafanyabiashara ndogo waweze kufahamu, si ndio lili? Naam. Na sisi tupo hapa waweze kufahamu vizuri wananchi. Kwa wale wafanyabiashara ambao pengine wanaweza akawa kuna vitu wanavifikiria vinavyoweza kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pengine hawafahamu fursa ambazo zitawasaidia, basi ni nafasi yao ya kujua siku hii ya leo. Na ni kina nani? Tupo na Matondo Masanja, ni mwenyekiti. Karibu sana kwenye kipindi. Asante. Shirikisho la umoja wa machinga. Lakini vile tupo na Venatus Anatori, yeye ni katibu. Hawa ni watendaji wakuu kabisa. Ndio. Viongozi sasa, viongozi wanasema, wanawaambia watu walichowaletea. Wana majibu. Karibuni sana kwenye kipindi. Asante sana. Hizi rehema ambazo tumewatafuta sana hatimaye tukawapata mkaja hapa ni zipi? Karibuni sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kama nilivyotambulishwa naitwa Venatus Anatori Magayane, ni katibu mkuu wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunakuja kueleza mazuri yaliyotendeka katika serikali ya awamu ya 6 na tukitaja yale ambayo tunaendelea nayo. Sasa tumekuja kwa ajili ya kutaja fursa za mikopo yenye masharti nafuu inayotolewa na serikali. Serikali ya awamu ya 6 kwa miaka miwili mfululizo katika kutambua fursa za wafanyabiashara ndogo kama kazi inayopatia kipato, imeendelea kutenga fedha kwa ajili yao, na sisi tumeshirikishwa. Ndio. Tumeshirikishwa katika hatua kama mbili hivi. Kwanza, kuhakikisha hiyo fedha inakuwa rafiki. Ndio. Wafanyabiashara ndogo wamekuwa wakilalamika kwamba wanapata fedha ambayo ni inawakausha damu, inaitwa kausha damu. Lakini sasa tumeshirikishwa kwa ajili ya kuhakikisha ile mikopo inayotolewa na serikali inakuwa na masharti nafuu, na sisi ndio tumejadili riba. Ndio mikopo rafiki. Ndio mikopo rafiki. Ndio fedha rafiki. Kwanza tumejadili kiwango, kwamba kiwango kiwe cha kiasi gani, na kwa sababu na sisi ni wa machinga wenyewe na kulingana na sera ya nchi, lakini sio tu kwa machinga. Sisi machinga kwenye sera ya nchi inatutambua kama tusiozidi mitaji shilingi milioni 4. Ndio. Lakini wakati tunajadili tunajua wote ni wadogo, lakini wengine wamepanda kidogo. Kwa hiyo mkopo tulioidhinisha kwa ajili ya wafanyabiashara ndogo kukopa ni kuanzia milioni 4 kwa juu, lakini kushuka mpaka 100,000. Riba yake ni nafuu sana, kwa sababu tulishiriki sisi ndio wenyewe, ni 7%. Kwa maana yawezekana wenzetu wafanyabiashara ndogo hawajui kudadavua. Maanake ukikopa milioni 1 kwa mwaka, na nitakuja kuwaonyesha hapa, tuna miongozo. Sawa. Tumeshafika mbali. Milioni 1 kwa mwaka unarudisha milioni 1,70,000. Huu unazigawa hapo utakuta ni 80,000 kama na 9 hivi na point au 90. Ya kwa mwaka ndio unarudisha. Kwa hiyo tumeona ni vizuri tu tuje katika kipindi hiki tuwaeleze kwamba hii mikopo iko kila mkoa, na kwa awamu ya kwanza tumesaini na benki ya NMB. Serikali imeziweka hapo hizo fedha. Na inakopwa kwa mmoja. Sio kikundi. Ya kikundi na yenyewe ipo, nitaelezea baadaye, sijui kuielezea vizuri. Ninachojua kuelezea ni hii ya mmoja. Basi tuache ile vikundi. Tuambie ya mmoja.
Kwa hiyo mtu anakuja mwenyewe ndo anakopa, haji na kikundi. Haji na kikundi. Okay. Anatakiwa kuja na nini? Anatakiwa kuja katika mwongozo wetu hapa, ukiangalia sura ya 3, walengwa wenyewe, labda ni wataje. Sikiliza vizuri. Kuna swala la walengwa. Walengwa wanaonufaika na mkopo huu ni wafanyabiashara ndogo ndogo kama ifuatavyo. Namba 1 ni machinga. Ndio. Ambaye machinga ndiye ameblandi hii ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Sawa. Lakini namba 2 ni waendesha pikipiki ambao ni bodaboda na waendesha maguta wale wale wa maguta. Okay. Na bajaji. Sawa? Mamalishe na babalishe, lakini na makundi mengine ambayo bado tunaendelea kuyabuni. Manake humo utakuta kuna wachimbaji wadogo wa madini, kuna wale wauza huko kwetu kule, mimi ni Mwaya, kuna wauza senene. Na kadri tunavyoendelea kuwabaini ndivyo hata wao wanazidi kunufaika na fursa hii. Kwa hiyo anayenufaika na huu mkopo ni kwanza, sisi hapa tunamuongelea machinga kwanza. Yani mtu ukisikia ni machinga yule anayefanya hizo kazi, lakini mnambainije sasa nyie kwamba huyu ni machinga na anastahili kupata hii neema ambayo tunahitaji kwa siku leo? Kwanza sisi ni viongozi wenyewe wa machinga na tuna uongozi kuanzia ngazi ya kitaifa mpaka kule chini ngazi ya soko. Ndio. Tunaamini kuna machinga ambao tayari wana maeneo ya kufanyia biashara ambayo yamerasimishwa na serikali. Tunayaita yale ni masoko. Lakini kuna yale ambayo tunakubaliana na serikali kwa maana ya mamlaka husika, tunajadili na viongozi wetu wa machinga na yenyewe tunayapa kibali kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuwezesha, kwa sababu katika mkopo huu kitu tulichokijadili kama zamana ni eneo kwanza. Eneo la biashara na biashara iwepo, lakini kuna swala la kitambulisho cha mfanya biashara ndogo ndogo. Hicho kitambulisho nacho ni dhamana kubwa kwa ajili ya mfanya biashara ndogo ndogo. Nitaeleza baadaye huko. Tunavyoeleza tu. Kitambulisho hicho kinaitwa ni kitambulisho cha mfanya biashara ndogo ndogo. Ili ukipata kitambulisho hicho unatakiwa kujisajili kwenye mfumo. Ndio. Mfumo huo unakuhitaji uwe na kitambulisho cha NIDA. Ndio. Sawa? Lakini uwe na barua kutoka kwenye eneo la soko au eneo lile unalofanyia biashara. Tujue kwamba wewe ni mfanya biashara ndogo ndogo. Lakini uwe na bidhaa. Ndio kigezo kinachokufanya kuwa mfanya biashara ndogo. Ukiwa na hivyo basi unaingizwa kwenye mfumo na unaweza kupewa kitambulisho. Sasa huku ukija kwenye mkopo bila kitambulisho hicho uwezo ukapata mkopo. Niliwahi kuja nacho hapa. Nafikiri ninacho, ngoja nionyeshe. Kwa hiyo una eneo, una kitambulisho, una bidhaa imekula kwako. Imekula kwako. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kwamba kitambulisho cha machinga kinachoongelewa hapa Bwana Magayane ndio huyu hapa namuona hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kitambulisho cha mfanyabiashara ndogo ndogo. Jina ndio hilo hivyo. Hiki hapa. Alex tuwekea hapa, nichukue mimi sasa hiki hapa. Kiona? Na huko nyuma hiki hapa kimesainiwa na katibu mkuu hiki hapa. Katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Hiki hapa. Na ni mali yake. Ni mali ya hiyo wizara hiki hapa. Kwa hiyo yani unacho? Sasa mimi sio machinga. Kuisha kazi yako. Kuisha kazi yako wewe. Lakini natamani kusikia kwa mwenyekiti kwa sababu hili ni swala la kitaifa. Na kuna wamachinga ambao wanafanya kazi kwenye mikoa mbalimbali, kata mbalimbali, wilaya mbalimbali kwenye mikoa yote.
Kuna mwingine pengine anaweza akawa anajiuliza, je, nyinyi mna utaratibu gani kuhakikisha kwamba mnaratibu ili swala la mikopo wa machinga wote wa Tanzania wanapata mkopo, wananufaika? Asante mtangazaji. Kama ulivyouliza swala lako, ni kwamba tunaratibuje. Kama katibu alivyosema, tunaongoza kuanzia ngazi ya taifa hadi ngazi ya masoko. Na kule kwenye masoko na kwenye mikoa yote ile inaratibu hili swala, naelewa viongozi wote wanaelewa, wa masoko, wa mikoa, wilaya. Na ili upate mkopo unapitia kwa viongozi wako, ndio wanaosaini, viongozi wa masoko. Sio kwamba unapita labda kwa kiongozi, labda sana utapata barua kutoka kwa mtendaji wa mtaa. Ukitoka na barua ya mtendaji wa mtaa ambaye inakutambulisha kwamba unatoka mtaa gani, lakini kusainiwa mkopo ule unasainiwa na kiongozi wa soko ambaye ni katibu wa soko, ambaye ni wa machinga. Anakusainia, unaenda benki ikifika pale inadhibitisha, inakuja kuangalia bidhaa ulizonazo, hatimaye unapata. Sisi hatuhitaji kwamba sasa hivi tuko serious na hii kazi ya mkopo, machinga wanufaiki. Pesa kwa hiyo zipo. Pesa zipo, yani hilo tunawahakikishia pesa zipo. Kwa maana tumekuja kuwatangazia kwamba machinga sasa fursa za Mama Samia zipo. Aliahidi bilioni 200 zimeanza kuingia machinga kunifunaika, lakini hapo nyuma tulikuwa na bilioni 18 walikuwa wananufaika machinga wao kwenye mikoa, na tulishaanza mikopo. Sio tunaanza leo, mikopo hiyo ipo inaendelea kwenye mabenki ya NMB benki, na tayari watu wameshanufaika na wameshapata mikopo. Lakini kuna wengine ambao wanasuasua, ambao hana vitambulisho, tunawatangazia wajisajili haraka, na usajili huo tutaingia kwenye masoko sisi wenyewe kupitia mikoa, na tutaenda zaidi sana kuhakikisha kila mtu anapata kitambulisho aliyeko kwenye eneo husika ambalo linatambulika kiserikali, ili anufaike. Wasilalamike sasa hivi kwamba hawana fedha za biashara. Tayari serikali imeshaweka mkono wake pale, na pesa ziko NMB. Kifika NMB unasema ni machinga na kitambulisho kama katibu alivyoonyesha, tayari wewe ni mnufaiko wa kwanza, na hatuhitaji acheleweshe mpaka sasa hivi. Kwa hiyo niwahakikishie machinga kwamba wajiandae kwenda kukopa. Hata angekuja kesho tena, mimi niko Mwanza, ningependa nipate hata wa mfano wa hata machinga wangapi ambao wakajitolea, nionane nao ili kesho hata niwapeleke wawe mfano, asije akasema ni siasa hizo. Siasa, unajua si ni wa Tanzania, atasema ni siasa hizo zimeanza. Sisi hatujaja kwa ajili ya siasa, tumekuja kuambia ukweli, kujaza watu mapesa. Pesa zipo, sio za kutafuta. Jamani wa machinga, pesa zipo. Utaratibu ndo huu, viongozi wenu ndo hawa hapa kitaifa wameyasema haya, na bahati nzuri hawayafichi. Kuna amesema sehemu ya faragha, si ni hapa anayasema. Kwa cha msingi, mwenyekiti huyu hapa, katibu huyu hapa, na mwenyekiti amesema yupo hapa. Kwa hiyo atafurahi endapo atawasaidia baadhi ya watu machinga waweze kunufaika mkiwa hapa, si ndio? Katibu, si ndio hivyo pia? Ndio hivyo. Na kwa nyongeza tu, tunatarajia kuzindua mkopo, na tutapenda sana nimshauri Mheshimiwa Waziri wangu wa Maendeleo ya Jamii Dorothy Gwajima na timu yake, tuzindulie hapa Mwanza swala mkopo lizinduliwe rasmi, liwe kila mtu ajue kwamba sio kwamba ni bla bla kinachotengenezwa. Tuzindue rasmi ili Watanzania wote wajue kwamba kumbe serikali iko kazini. Haijaja serikali ya awamu ya sita imejipanua sana kuhakikisha watu wanapata bodaboda. Kwa mfano bodaboda kinachokopeshwa ni bodaboda yenyewe. Bodaboda si watu wanachukua pikipiki za mikataba kwa watu. Sasa tunachotaka sisi, benki mpe pikipiki yeye. Ndio. Sio ile mkopo. Bajaji apewa, yeye anarejesha kidogo kidogo kama anavyopeleka kwa mtu, iwe ya kwake. Okay. Kwa kurejesha benki. Airejesha benki, na kila siku anaweka pale. Sio mtu. Ikikaribia kuisha mara amekufanyia. Amekufukuza. Sasa nini serikali wafanyie wa Tanzania? Kunyang'anya pikipiki. Anakunyang'anya pikipiki, anampa mwingine. Sio tu msinga tu ajabu. Kulikoni? Kumbe mtu anaitaka pikipiki yake. Unaipeleka sio wapi? Chukua pikipiki yangu hivi. Uipeleke huko. Watanzania watuelewe, makundi haya ni ya kwetu yote. Bodaboda, bajaji, mamalishe. Mamalishe ni wakopaji wazuri kwenye
ukikuta mamalisha sana sana anatumia mkopo, akakope mchele, akakope nyama, akakope nini na mkaa. Jioni ikifika hana hela yote, amesharejesha pale kwa mtu. Biashara ikiwa mbaya anaenda mikono mitupu. Sasa waje wakakope. Sawa, waje wakakope. Swali hili anaweza kalijibu hata katibu. Tayari kuna baadhi ya machinga ambao wameshapatiwa mkopo. Na nyinyi pengine mnawafahamu, mnaangalia mwenendo wao, je, imewasaidia. Lakini pia kuna vitu vya ziada ukiachana tu na kwamba kuna mikopo, wana uwezo kwenda kuchukua mikopo. Kuna vitu vya ziada ambavyo mnavifanya kuhakikisha kwamba mikopo inayotoka inawasaidia, inawanyanyua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana ndugu mtangazaji. Katika kipindi cha mwaka mmoja toka hii mikopo ianze, ni kweli kabisa kuna machinga ambao wameshakopa. Na wakikopa kutokea kwenye masoko yao au maeneo yao, huwa tunapata taarifa mbalimbali. Hii mikopo wameifurahia sana. Na wamesema hii mikopo ndio inaweza ikawanyanyua kuwatoa sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Zile walizokuwa wanakopa, zile nimetangulia kusema kwamba zilikuwa zinaumiza sana. Kwa hiyo tunatarajia, ukiangalia hiki kitambulisho muda wake kinakaa muda wa miaka 3. Kwa hiyo huyu anayechukua kitambulisho hiki tutampima baada ya miaka 3, je, amepanda kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine au la. Na nirudi nyuma mtangazaji, nitasahau kidogo. Nimeeleza wakati wa kunani mpaka uwe na kitambulisho. Ndio. Sasa hiki kitambulisho kinatengenezwa na data center. Kinatengenezwa Dar es Salaam. Inawezekana kikawa na kikachelewa kidogo. Unapomaliza kuingia kwenye mfumo, anayesimamia mfumo ni afisa maendeleo ya jamii wa jiji katika eneo husika, lakini wa kata katika eneo husika. Ukishamaliza kuingizwa kwenye mfumo, inapatikana namba pale. Ukishalipa kwenye ile namba, zile namba za wanachama zinakuja pale. Kwa hiyo tayari unaweza ukaanza huduma bila kusubiri kitambulisho, kama ulivyokuwa unaona tunatumia Chanida. Kwa hiyo wa machinga wasije wakasema vitambulisho mbona hatujaviona vijaji. Hata ile namba ile inaweza ikakusaidia katika kuendesha uhitaji wa kile unachokitaka, isije ikakunyima mpaka usubiri kitambulisho. Sawa. Wanaowatazama kwa wakati huu pengine wanatamani sana, wengine labda yawezekana hawana mawasiliano yenu. Pengine yawezekana, si ndio Lilian? Inawezekana. Sasa mngewatajia mawasiliano jinsi ya kuwapata, ingekuwa jambo jema. Nafikiri wapigie simu, waandikie ujumbe mfupi. Na mwenyekiti amesema yupo hapa, tutamani aweze kufanya kazi kuwasaidia baadhi ya watu waweze kupata mapesa haya. Karibuni. Asante. Tutawatajia hayo mawasiliano, lakini sisi tuna ofisi. Bahati nzuri serikali ya awamu ya 6 imeona kuna umuhimu wa machinga kuwa na ofisi. Kwa hiyo nchi nzima Mheshimiwa Rais ametujengea ofisi za mikoa. Kwa hiyo kila sehemu walipo, nazungumzia Tanzania nzima, kuna viongozi wa mikoa na ofisi zimeshaisha. Baadhi wameshaanza kuzitumia hiyo ofisi. Moja wapo ya kitu kinachotumika ni katika kujadili na masuala ya mikopo, lakini mambo mengine yanayohusiana na machinga. Ila sisi namba zetu za simu kama ya kwangu Katibu Mkuu Venatus Anatoli Magayane ni 0759 21 3469. Unaweza kuirudia? 0759 21 3469. Nimpe nafasi airudie tena. Sasa mtazamaji usikilize, na wewe machinga ambao unatazama kipindi hiki au na rafiki yako na ndugu jamaa ambaye ni machinga, mpatie namba hii. Apige simu moja kwa moja iweze kupewa maelezo ya ziada. Naomba uhitaji tena Mr. Magayane. Ni 0759 21 3469. Mwenyekiti, pengine wewe pia unataka kuongeza namba?
Mimi namba yangu ni 0653 84 93 99. Naomba turudie tena ili mtazamaji aisikilize vizuri. 0653 84 93 99. Hii mikopo haichukui muda mrefu sana, mlolongo mrefu mpaka kuipata. Hatuna milolongo mirefu kwa sababu tunahitaji watu wapate fedha wakafanya biashara. Hivi kwa mfano mwenyekiti, pengine katibu hapo ulikuwa unazungumza kwamba sifa ya machinga mtaji usizidi milioni 4. Yeah. Kitu kama hicho. Kwa mfano mtu akapata mkopo, akafanya biashara vizuri, mtaji wake ukakua ukafika mpaka milioni 5, milioni 6. Huyo bado ni machinga? Hapana. Na ndio maana nimekwambia tutapima kwa miaka mitatu. Huyo itabidi atoke, lakini pia na sisi taarifa tubaki nayo. Sawa. Bila shaka ile la mikopo tumalize, au kuna la ziada ambalo nataka walifahamu kupitia kwenye ile la mikopo kwanza? Ni sifa za muombaji. Ile sifa zile. Wanaweza wakawa nani? Sifa ya muombaji moja wapo ya sifa ni awe raia wa Tanzania. Na awe na umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hii hapa haikomei, sio kama ya vijana, haikomei kwenye 45. Inaendelea mpaka kwenye miaka 74. Hapo BJ nimempata. Lakini muombaji awe na kitambulisho cha mfanyabiashara ndogo ndogo kama tulichoonyesha, au namba ya kitambulisho cha mfanyabiashara ndogo ndogo. Ndio. Lakini pia awe na biashara inayotambulika na mamlaka. Maanake ya mamlaka ni mamlaka husika, lakini na mamlaka ya viongozi wako. Lakini na wewe iwe inatambulika, usije ukawa unauza bangi au mirungi ukasema na yenyewe naomba mkopo au Lakini pia muombaji hawa tayari kufungua account katika taasisi ya kifedha. Kwa sasa nimesema tumesaini na taasisi ya NMB, ndio tumeweka hizo fedha. Kwa hiyo itahitajika afungue account pale ili mkopo uingilie pale. Lakini hawa tayari kukizi vigezo kutoka kwenye taasisi hiyo. Vigezo vyenyewe na vyenyewe ni rafiki, tumevijadili pia. Asije akafikiri vitaendana na ile na vile vigezo ambavyo wanampa yule mtu ambaye amesha qualify kuna. Lakini pia muombaji awe na nakala ya kitambulisho cha NIDA pia. Au namba yake, nafikiri na wenyewe mamlaka za NIDA zinasema namba yake. Lakini muombaji awe kwenye eneo linalotambuliwa na mamlaka au soko. Ndio maana. Sasa je, kuna vigezo hivyo? Kama unavyo, nenda kachukua hiyo pesa. Iweze kuacha kulalamikia watu wengine na kuwapa laana. Bwana unipokee simu yangu tena. Sawa. Sasa tumewapatia namba ya mwenyekiti Matondo Masanja, pia katibu mkuu Venatus Anatori. Ila kwenye mikopo tumemaliza. Nafikiri tutakuwa tumemaliza. Wapigie simu kama watahitaji maelezo ya ziada. Sawa. Na sisi tutaja tena hapo baadaye. Naomba tupatie kwa ufupi sana ujumbe wa amani. Nyie kati. By the way, nawapongeza sana. Unajua zamani bwana Lili tukishuhudia sana mara sio fanya biashara ndio matching wanakimbizana mgambo, mara sio vurugu huku, mara mabomu, mara nini. Hatuoni hayo sasa hivi. Sasa tunataka amani. Hebu mtoe ujumbe na nyie kwa amani kwa nchi yetu ya Tanzania. Asante sana ndugu mtangazaji, lakini wa machinga wote na wafanyabiashara ndogo ndogo wote kwa ujumla. Haya yote tuliyoyataja yanaweza yakawa mazuri au yakafanya vizuri pale kwenye amani. Tukiwa na amani. Na sisi bahati nzuri wafanyabiashara ndogo ndogo, Bernard umetangulia kusema, ndio tumeathiriwa sana na hii mifumo ya vurugu na kila kitu. Sasa huko tulikuwa tumeshatoka kabisa moja kwa moja. Sasa hatutarajii kitokee kitu cha kuturudisha kule nyuma. Kwa sababu sisi kilichotuleta hapa mjini au sehemu yoyote wanapofanyia biashara, kwanza ni kupata faida, kunufaisha familia yako, lakini pia
na kuwa waumini wa Mwenyezi Mungu. Unaona? Lakini tunasikitika na haya maswala yanayojitokeza. Sijui ni teknolojia imekuwa, manake sisi tunasikia wale ambao wanayafuatilia hayo mambo wanasema wanajadili kwenye simu. Mtu anaweza akawa Kenya au Ulaya au wapi, hayuko hapa Tanzania, anakuambia tarehe fulani hebu tukutane sehemu fulani na mimi nitakuwepo. Wewe bila kungamua unakwenda. Sasa pale unakwenda kukutana na nani? Ukiangalia kila sekta sasa hivi, bahati nzuri serikali imeruhusu, kila sekta ina uongozi wake. Hapa situpo tunatangaza fursa hapa, na tukisema tutakutana, tutasema tutakutana kwenye ofisi zetu zile za mikoa, au tutakutana sehemu fulani kwa ajili ya kitu hiki. Lakini sasa mimi ni waombe ndugu zangu wafanya biashara ndogo ndogo, kama kuna mtu anafikiria swala la maandamano, na nimesikia kuna tahadhari iliyotangazwa tarehe 9. Ile nyingine tulishaikemea, ile tuliingia kwenye vyombo vya habari tukaikemea kile kilichojitokeza tarehe 29 na 30. Kwa kweli kilikuwa sio mtizamo wa Tanzania. Sisi kipaumbele cha Watanzania ni kuhakikisha maisha yetu yananyoka, yanaenda mbele, sio vurugu na nini. Kwa kweli hiyo mimi ni watadharishe, kama kuna mtu anatarajia kwenda kwenye masuala ya tarehe 9 kwa ajili ya maandamano, huyo tumetoa hata onyo, mwenyekiti ametoa onyo kwenye tamko lake. Amesema huyu sasa sio mfanyabiashara ndogo ndogo, manake tutamjadili upya hata kwa kumnyang'anya nafasi, sababu atakuwa ameshaingia kwenye jinai. Sasa sisi tunaofanya hizi biashara ndogo ndogo tunafanya biashara zile zilizoorozeshwa kisheria ambazo haziko kwenye nani ya jinai. Kwa hiyo mimi niwaombe tuendelee kufanya shughuli zetu vizuri kama tulivyoainishiwa na kisheria, lakini kwenye sheria zetu ndogo ndogo tulivyokubaliana tuendelee kufanya biashara hizo kwa alama starehe. Asante sana na kwa ujumbe mzuri. Mimi nitumie fursa hii kuwaomba sana makundi yote ya kijamii, machinga, bodaboda, mamalishe na makundi mengine yanayotokana na kijamii, kuwaomba na kuwahasa masuala ya vurugu. Sisi kwetu kama machinga yalisha tuasili kule nyuma, sasa hatuyahitaji kwa sasa hivi. Tunaomba kila mtu afanye biashara kinachomtoa nyumbani kwenda kutafuta riziki familia yake ile. Ukiangalia ndugu zangu watangazaji, sisi machinga ukitoka nyumbani ukirudi ndio familia ipate chakula. Ndio. Sasa leo unaenda kuandamana siku 3 kama tulivyoweka lockdown. Nani ana uwezo wa kuhimili kwamba siku 3 ana fedha ya kula huko anaandamana? Hayupo. Sasa niwaombe sana Watanzania wote kwa ujumla, bila kujali makundi yote, bila kujali itikadi zetu za kidini wala siasa, tusijihusishe na maandamano. Swala la maandamano ni jinai. Tufanye biashara kinachotusababisha tupate riziki familia zetu zile. Niwaombe sana kwa unyenyekevu machinga pamoja na makundi yote niliyoyataja, twendeni tukafanye biashara. Haya yanayotajwa kwenye mitandao, mtu yuko Marekani huko, yuko nchi hizo, anakudanganya kwamba leo kesho tukutane sehemu fulani tutakuwa wote pamoja, kumbe yeye hayupo. Wewe unajikuta unaingia kwenye mikono ambayo si salama. Niwaombe sana Watanzania wenzangu, tuachaneni na maandamano, tuache kuchoma nchi yetu. Unapochoma nchi yako, sasa unapochoma nyumba yako bwana Bernard, ukichoma nyumba yako ukiunguza moto, kesho jirani atakupokea? Hawezi. Sasa tunapochoma nchi yetu tunaonekana sisi wenyewe. Nchi yetu imejengwa kwa misingi mizuri sana, amani na utulivu. Toka tumekuwa tunaona yani nchi bara la Afrika na dunia nzima wengi wanakimbilia kwenye nchi yetu ya Tanzania. Na waombeni sana Watanzania wenzangu, tusijihusishe huko kote. Tuachane na maandamano, tufanye mambo yetu, tutafute riziki. Nashukuru sana. Sawa. Lilian Ruguga ndio jina langu. Kesho pia nayo ni siku, lakini kwa mitandao yangu ya kijamii utanipata kama Lilian Ruguga, iwe Instagram, iwe X, iwe TikTok, iwe LinkedIn, Lilian Ruguga. Asante.
Sawa, na mtazamaji, nami sina la ziada katika kipindi cha Tuongee Asubuhi, japokuwa kulikuwa kuna ujumbe hapa, lakini kwa hivyo tumewapatia pia mawasiliano. Nauliza kuna kigezo cha umri umetaja, nafikiri watapata ufafanuzi wakipiga simu. Lakini zaidi sawa, naomba mtawasiliana na viongozi wamewapatia mawasiliano yao, pengine kwa dakika chache sana. Rudia namba 0759 21 34 69. Mwenyekiti 0653849399. Sawa, basi kwenye kipindi tukiangalia fursa za kwa machinga, tulikuwa na Matondo Masanja ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa machinga shirikisho pamoja na umoja wa machinga taifa, lakini pia tulikuwa na bwana Venatus Anatolia ni katibu mkuu. Hakuna la ziada. Kwa niaba ya Alex Lavet Luz pamoja na Abdalla Othman, tunashukuru sana kuja kwenye kipindi. Asante sana. Kwa wakati mwingine pia karibuni sana. Asante sana. Mimi niseme kwamba nawashukuruni sana na niwaombe sana endeleeni kuhimiza amani na utulivu katika nchi yetu. Nashukuru. Natamani mimi niwe machinga nipate hizo. Kigezo kimoja tayari ndugu yangu. Kigezo kimoja tayari unacho. Kipi? Umri wa miaka 18 na kuendelea. Sawa, basi jina langu ni Bernard James Bidi. Asante, changamkieni hizi pesa ziweze kuwasogeza katika hatua nyingine. Asubuhi njema.